wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam ambao ulifungiwa kutokana na mambo fulani kutokuwa yako sawa sawa. Taarifa hii ndo tuseme Al-Masry wamekwisha. Bila shaka lakini nategemea sana matokeo ya game ya kwanza. Lakini tukubali kwamba Simba wamekuwa bora sana katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Licha ya kupoteza baadhi ya michezo, na kumbuka walifungwa mabao 3-0 dhidi ya Raja Casablanca, lakini walishaifungwa na Al Ahly bao 1-0. Ila timu nyingi ambazo zimekuwa zikienda katika uwanja wa Benjamin Mkapa zimekuwa zikutana na wakati mgumu. Cha kwanza ni ile sapoti kubwa ya mashabiki wa klabu ya Simba wanavyojitokeza kwa wingi kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa na wanaishangilia timu yao. Na mara nyingi kulikuwa na ule msemo unasema kwa Mkapa hatoki mtu. Kiukweli ile ilikuwa inawapa confidence sana wachezaji wa klabu ya Simba, benchi la ufundi na hata viongozi na hata mashabiki wao, kitu ambacho kilikuwa kinapelekea winning mentality kwa wachezaji wao. Kwa hiyo kitendo cha wao kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa na ile issue ya wao kuto kucheza na mashabiki ilikuwa ni mchezo mmoja tu dhidi ya CS Constantine. Kwa maana yake mchezo huu wa tarehe 9 watakuwa na sapoti kubwa ya mashabiki wao. Ni wazi kabisa Simba atakuwa na nafasi kubwa ya kupata matokeo kutokana na sapoti kubwa ambayo anaipata kutoka kwa mashabiki wake. Kwa hiyo kwangu mimi uwanja wa Benjamin Mkapa ni machinjio. Kiukweli Simba imekuwa ni timu hatari sana inavyocheza katika ule uwanja. Licha ya kuna baadhi ya timu zishai kupata matokeo, lakini timu nyingi ni timu chache kama UD Songo walishawahi kutoka sare, lakini Jwaneng Galaxy pia alipata ushindi. Ila ni Jwaneng Galaxy alivyokuja kwa mara nyingine alipigwa goli 6. Horoya alipigwa goli 7. Sawa. Al Ahly alishaifungwa pale goli la Louis Jose Mikison. Licha kama mwaka jana ama msimu uliopita alishinda. Walishinda, lakini kuna mechi ya African Football League Simba walitoka sare ya mabao 2-2 dhidi ya Al Ahly uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni uchache tu jinsi ambavyo Simba imekuwa na records nzuri.